Tujiweke kwa Mungu wa mami. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujiweke kwa Mungu wa mami. Kusema mali Bwana Yesu asifiwe watoto wa mami. Tusimame tujitakase. Mungu wa mami aweze kutuongoza. Tusaidie milele na milele. Asante Kenya Yesu kwa mwanga.
ametulinda. Tumefika tena Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 8. Ni kwa neema zake na upendo wake. Maadui wa Yerusalemu wapate kushindwa. Maadui wa shirika washindwe. Mimi tutasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza, mstari wa 3 tufike wa 5. Kwa imani tutasoma. Ahimidiwe Mungu. Ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Na Bwana bariki maandiko. Tuamini tuweze kuomba. Mfalme wa amani, Mungu mwenye uwezo, Mungu wa mami, twaja mbele zako tukisema ni asante kwa neema na kibali Mungu wetu, Mungu wa mami. Umetupatia neema na uwezo wa kuweza kufika tena siku ya leo Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 8. Ni asante Mungu wetu, umetulinda mwezi mzima, umetubeba na hakuna kile ambacho tumeweza kulipa. Tunasema ni asante kwa neema zako na kufadhili zako. Jina lako limedue, jina lako litukuzwe. Mungu Baba, tuko mbele zako siku ya leo tukunyenyekea Mungu wetu, kaweze kusamehe dhambi zetu. Mahali ambapo tumetenda kinyume na mapenzi yako, mahali ambapo tumenena kinyume na mafunzo yako Mungu wetu, kaweze kutusamehe, kaweze kuturehemu. Kwa kuwa ni mwenye rehema, wewe ni Mungu wa rehema. Turehemu, tuangazie Mungu wetu. Tunakukaribisha katika ibada ya siku ya mfalme wa amani. Karibu kaweze kutawala, karibu kaweze kutuongoza Mungu wetu. Tumia Roho Mtakatifu, tuma malaika wako kaweze kutufunza, kaweze kutuelekeza Mungu wetu. Kaweze kuonekana kupitia kwa nyimbo ambazo tutaweza kuimba za kukusifu. Nyimbo za ibada Mungu wetu kaweze kuonekana. Kupitia mahubiri ambayo tunatoa kaweze kuonekana. Kupitia maandiko ambayo tunasoma kaweze kuonekana Mungu wetu. Simama na sisi, tupe ujasiri, tupe neema, tuongoze. Nina washiriki wote ambao wamekanyaka katika madhabahu. Waangazie na wanemeshe neema zao. Kila mmoja kwa mahitaji yake Mungu wami. Unajua Mungu unasikia, wewe ni Mungu mwenye kusikia na ni Mungu mwenye kujibu. Wajibie kile ambacho wanataka, kile ambacho wanaomba Mungu waweze kuwatimizia. Ufungulie njia Mungu wami. Wale ambapo wana udhaifu waangazie. Wale ambapo wanagiza wamulikie hata kwa nuru zizimika. Wanemeshe neema zako na fadhili zako. Linda nyumba zao, linda watoto wao, linda familia zao. Wape amani, wape neema. Waangazie na walinde. Linda branch za Yerusalemu Mungu wetu. Simama na kila mmoja katika hizo branch. Wote ambao wamesimama kwa ajili ya jukumu lako, waweza kulieneza neno lako. Wape hekima, wape busara. Mahali ambapo kuna upungufu watie nguvu. Mahali ambapo kuna udhaifu waangazie Mungu. Wanemeshe na waweze kuwashindia. Kuwatendea Mungu wao, hakika sifa na utukufu zitakuwa ni zako. Simama na sisi tutetee, simama na sisi tuongoze. Kwa kuwa neno lako linasema hakuna silaha yoyote ambayo itakayofaulu kinyume hakuna silaha yoyote ambayo itakayofaulu kwa Mungu wao. Piganeni kwa kutendea. Tunakushukuru na kuinua. Linda taifa letu la Kenya. Linda viongozi wetu, wape hekima na kuweza kuongoza hili taifa. Wanemeshe na waweze kuwatenga, watawala waweze kuwa upendo. Ulimwengu wote pia kuweza kutawala. Tupia amani, tupe upendo. Tusaidie, tuelekeze. Tuweze wewe Mungu wami, baada ya siku leo tuweze kuamrisha na wewe. Tunaomba yote, hakika sifa na utukufu zitakuwa ni zako. Jina lako limedue, jina lako litukuzwe. Tuomba tukiamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asante Yesu. Tena nashukuru tumekutana leo, ni mwisho wa mwezi. Mungu ametuongoza. Ilikuwa mwezi wa August, mwezi mbaya wa ajali, wa moto, kelele, lakini mshindwe kabisa. Kama Yerusalemu washindwe. Watumiwa washindwe. Kama mitoka naendelea na masomo. Kuna wimbo. Nisnaida no kwa. Nisnaida.
Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe. Mimi mtoto wa mami mkuu kutoka Murang'a na bado naendelea na masomo. Asifiwe tu mami. Asifiwe tena. Mimi nashukuru Mungu mami ametulinda. Tumefungua shule na bado anaendelea kutulinda. Mimi mjaliwa kutoka Siaya na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mtoto wa mami msamaha kutoka Busia. Na Mungu mami nisaidia hadi nifungua shule vizuri. Asante sana. Bwana asifiwe mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mjaliwa kutoka Kisumu na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mjaliwa kutoka Mtama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi ni Kikuyu kutoka Nyeri na bado naendelea na shule. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mjaliwa natoka Kisumu na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe tena. Mimi mlio kutoka shuleni naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami kutoka Akashia naendelea na masomo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami mlio kutoka shuleni na bado naendelea na masomo. Mtoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Sasa karama na kale kutoka mtani. Mtoto wa mami. Asifiwe tena. Mimi nagoa kutoka Kitale bado naendelea kama mimi. Philippians chapter 4 verse 4. He says, "Rejoice in the Lord always." And then say, "Rejoice." Asifiwe watoto wa mami. Asifiwe tena. Mimi kutoka Bungoma naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami kutoka Sabatia na naendelea masomo. Niko na Biblia. Proverbs chapter 12 verse 19. He says, "A lie have a short life, but the truth lives forever." Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Moses Choga kutoka Mdete na bado na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Moses kutoka Kisumu na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Marangolo kutoka Zabatia na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi mtoto wa mami Mganda na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Mimi mtoto wa mami kutoka Kakamega bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe watoto wa mami. Mimi mtoto wa mami niko na vazi. Nitena minda ya kuonyesha mambo magumu siyajua na niko na wimbo. Jefanose Jehova Jefanose Jehova tan anan Zaburi 23 inasema, Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Asante sana watoto, tumesikia Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sio na wasiwasi mtoto wa mami. Mtoto anakuambia hapa Biblia inasema hautapungukiwa na chochote. Kila mahali unaenda, kile unafanya, Mungu aamia kwa na wewe, hautapungukiwa na chochote. Sasa mami, acha niimbe.
ninajua atatenda, ninajua atatenda, atakapita
hapa na degree 2, diploma 2. Asante mami. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mtoto mami ni rafiki yangu kwa sababu nililala na masomo sana. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mganda kutoka Kampala na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mkisi kutoka Nyambira na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mkikuyu kutoka Murang'a na bado naendelea na masomo. Asante mami. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mkikuyu kutoka Nyeri na bado naendelea na shule. Asante mami. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami nilio kutoka Vija na bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto kutoka Murang'a bado naendelea na masomo. Asante mami. Bwana asifiwe mami. Bwana asifiwe tena. Mimi ni sawa mimi kikao sana nizi sana na mkana imba gaiwa mami gaiwa gaiwa mami gaiwa mami gaiwa mami gaiwa mami gaiwa mami Zaburi 108 inasema kwa msaada Mungu tutatenda makuu, kwa maana yeye atakanyaga watesi wetu wote. Watoto mami, anasifiwe tena. Mimi naitwa Grace Mesakaila Oziambo, bado naendelea na masomo. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mtoto wa mami mjana kutoka Kisumu na bado naenda masomo. Asante mami, na niko na wimbo Chanya Kisimu Madielo na
Ninadeke jicho kwetu, niko na shairi mama hapa na swali, ninaomba kukuuliza mama, kila mahali kutembea kashangazi. Asanteni. John 3:16, it says, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Kama siyo Yesu, ningepotea. Kama siyo Yesu, ningepotea. Kama siyo Mami, kama siyo Yesu, kama siyo Yesu. Thank you.
Mola shetani, changamka kichwani, tunang'ama mkono, matamani dunia Mungu amea mkono. Aje Mungu ame sauti yako kichwani. Kisani estoa, wafunga estoa, wazini estoa, kisani estoa. Hii ni mwezi inakuwa mwezi ya Herode. Inakuwa ni mwezi ya kisirani. Si mnajua washoami. Hatuwezi kufunga hii mwezi kama tumeimba ewe Bwana wa neema. Lazima mshoami tuolee Mungu wako sauti. Maana kuna wale tayari wameshazikwa. Kuna wale tayari washoami wamekuwa vipofu. Lakini juu wewe neema ya Mungu amiko na wewe. Lazima utolee sauti, lazima umuimbie, maana yake amekuelekeza mwezi unaweza kuimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Wetu tunajua na kujanga hapa hivi ni mtoto wa mimi alimuokoa. Naona sasa hii kisirani imeingia kidogo, lakini acha atoe shukrani yake kidogo, alafu akimbia hapo iende ndio tuweze kuhubiri. Ni sawa show wa mimi. Bwana asifiwe watoto wa mami. Bwana asifiwe tena. Nashukuru Mungu wa mami kwa kuniweka hai hadi wa leo. Nashukuru maombi ya Yerusalemu kwa kunirudishia kutembea kwangu. Juu kama si maombi ya mami sasa singekuwa singekuwa hai wala singekuwa naweza tembea. Nilitoka hapa Nairobi tarehe 4. Kwanza kwa nifanye makumbusho ya baba tarehe 9. But nikawa na mashida kidogo. Ibada ilikuwa iendeshwe na kanisa ya nyumbani. So niliwapigia simu nikawaeleza sitaweza kufanya makumbusho hiyo tarehe 9. So tarehe 17 nikaenda kanisani. Hiyo kanisa ya Luanda Isikote. Na nikaweza kuarifu watoto wa mami ya kwamba nimeshakuja niko nyumbani. Sasa mkuje mnisaidie kufanya ile makumbusho ya baba nilikuwa nataka mfanye. Kwa sababu kabla hata mami hajakufa aliniambia mtoto wangu
si kwenda kuzika baba yako mimi mwenyewe, kwa sababu kitu cha kwanza huko unakuja kanisani. Jambo la pili, babako hakuwa mshiriki, alikuwa mshiriki kitambo na kaondoka kwa kanisa. Lakini venye umerudi kanisani, makumbusho ya baba yako mimi mwenyewe nitaenda kuifanya. Wakati utakuwa umechajipanga, na naona kwenu kuko na shida mingi sana, mimi mwenyewe nitakuja kufanya makumbusho ile ni ndoe hayo mashida yote. So mambo yalitokea. So nikaenda nikaambia kanisa, nikawaambia niwakaribisha watoto wa mami mkuje tarehe 23 tunaenda kufanya makumbusho ya baba. Na nikaambia kanisa ya Esikote, kanisa ya Kima, wote nikawajulisha. Na hata nikatoa magari 2, nikawaambia nitawatolea magari 2 yenye nitawaleta nyumbani na iwarudishe kanisani. So kwa uwezo wa Mungu wa mami, mimi nikarudi nyumbani. Siku ya soko ilikuwa siku ya Tuesday. Nikaenda nikafanya kununua vitu. Tulienda mimi na mama na dada yangu mamake huyu, tukaenda soko tukanunua vyakula kila kitu, tukitayarisha. Wa Yerusalemu walikuwa kuje kulala kwa boma on Friday tarehe 22, walale wakeshe mpaka tarehe 23. So Tuesday tukaenda kwa soko tukanunua vitu kila kitu, nikanunua kila kitu nikaweka chini ngojea hiyo siku. Tarehe 20 na hiyo on Wednesday, on Tuesday usiku kitu saa 8 mtoto wangu akagonjeka mdogo. Mtoto akawa mwili yote ni joto. Nilipomguza nikapata ni mgonjwa. Uzuri nilikuwa na madawa zake. Ndio alianza ugonjwa mchana. Nikampea dawa na akaniambia dadi nipeleke nikakojoe. Watoto wa mami niliona maajabu. Nilipojaribu kunyanyuka kwa ile kitanda, hii mguu yote ilikuwa ni uchungu. Hii uchungu. Na siwezi kanyaga chini. Nikashindwa ni nini hii. Nikamwambia mtoto wewe amka ende kojoe pale kwa mlango urudi ulale. Nikarudi kulala. Nikasema ama ni venye nimezunguka mchana tangu nikuja hapa nyumbani sijatulia, nimepasua makuni, nimefieka boma, nimefanya nini? Ama ndio inaleta hii uchungu. Kufika on Wednesday asubuhi sikuweza toka kwa kitanda. Nilianza kutembea na magoti, nikaenda kwa ukuta, nikasimama na ukuta. Nilipojaribu kuachilia ukuta ya nyumba, watoto wa mami nilianguka chini. Ghafla, hii mguu yote ilikuwa ni uchungu. Hakuna yenye ingeweza simama. Nikaamsha mtoto wangu kijana nikamwambia John, kimbia uende uite shosho. Kaona shosho yake kwa shamba, akaenda akamuita, akamwambia dadi ameanguka huko chini anakuita. Mama akakuja mbio akipiga nduru. Ndio ndo akakuja kupiga nduru mpaka ndani ya nyumba yangu. Ananiuliza Ken nini? Nikamwambia mama, mimi siwezi tembea, mguu ni uchungu. Ita Shalini huyo msichana wangu mkubwa. Ita Shalini mkuje mnibebe. Walikuja wakanibeba wakiwa wawili mpaka kwa nyumba ya mama. Nikalala kwa kiti hapo, nikamwambia Shalini chukua roho ile ya shoshu nipanguze tu kwa mguu sifinye. Hiyo mguu ni uchungu sana. Toka hapo nikawa tu niko pale kwa kunywa chai, nikasikia kwenda kwa choo. Watoto wa mami hata singeweza kujipeleka kwa choo. Mama alienda kuita majirani boma ya kando, vijana wake, kujeni mbebe ndugu yenu hapa, haizi tembea. Nikakuja nikabebwa, nikapelekwa kwa choo. Siwezi simama, naenda kama siwezi inama, naenda kama nimesimama hivi kwa choo. Na nimejishikilia kwa mlango na nguvu. Siwezi inama. Mguu ni chungu, haiwezi kanyaga chini. Nimeanga kwa mlango ya choo. So nikatolewa hapo kwa choo, nikarudishwa kwa nyumba. Sasa nikubebwa tu. Babangu mdogo akaja. Nikamwambia sasa wewe kenye utafanya, endo nitafutie mtu wa pikipiki. Kuna shemeji yangu alikuja akanieleza kuhusu hospitali fulani hapo. Akaniambia hiyo hospitali wanatumia SHA. Hautaitishwa chochote kama uko na SHA. Sasa mimi nikaenda.
nikapelekwa kwa hiyo hospitali. Nikiwa kwa ile hospitali singeweza tembea, nikapatiwa wheelchair. Nadhani wale watoto wa mami wenye marafiki zangu kwa Facebook mliona hiyo picha. Nikiwa hospitali nimebebwa kwa wheelchair, singeweza tembea. So nikaangaliwa pale, daktari hakuelewa ni nini, akasema nataka kunituma scanning. Nikamwambia mimi unanituma Siaya District Hospital, huko siwezi fika, nina wageni on Friday na leo ni Wednesday, mimi hata sitaki kutembea, tafuta tu venye utatibu hiyo mguu, hii uchungu yenye nasikia itoke. Tutoa mami nilikuwa nadungwa mashindano ndani ya mguu, kanidunga shindano hiyo mguu na hii zote hazikuwa zinatembea, kadunga zote mbili. Tena nikabebwa nikarudishwa kwa boma. Nikakaa Friday, tena alikuwa ameniambia nirudi Friday hiyo siku yenye niko na wageni. Tena nikaenda kanidunga shindano tena. Nikarudi kwa boma. Watoto wa mami, wakati nilianza kugonjeka ilibidi nipige simu kanisani nikawaeleza. Nao wakapigia mpaka kanisa ya Mautuma. Wakasema ule mtoto wa mami mwenye alitukaribisha huko kwake, tunasikia hawezi tembea hata hapo kwa wheelchair. Na nashukuru watoto wa mami ile upendo yenye niko Yerusalemu. Mungu azidi kuwabariki. Mungu aonekanie mpaka kwa manyumba zenyu. Kwa sababu kanisa ya Mautuma mimi sikuwa nimewaalika kwetu. Nilikuwa nimealika watu wa Kisa, watu wa Isikote, hao ndio walikuwa hapo karibu. But watu wa Mautuma waliposikia watu wanaenda Siaya, huyo mama assembly wa huko amejua, alikuwa ananijua kwa sababu venye tulikuwa tunaenda na mami. Kasema ule mtoto wa mami jambazi ule mwenye mami aliokoa, huyo lazima tuende kwao. Ati amekuwa kiwete aje. Na ati alikuja kanisani akatukaribisha kwao kama anatembea. So washiriki walifurika kwetu by saa 8 mchana Friday. Washiriki wote walikuwa kwetu. Nilikuwa nimepatiana gari mbili. Watoto wa mami walijibeba. Walituambia watoto wa mami gari mbili haiwezi tutosha. Washiriki ni wengi hapa Luanda wanakuja kwenyu. Sasa wanajibeba wenyewe. Gari zako mbili haziwezi tosha. Nakwambia boma ilifurika mchana. By saa 8 boma ilikuwa imejaa. Watoto wa mami saa hizo siwezi tembea. Siwezi karibisha wageni, nimekalishwa kwa kiti, mimi nimekaa tu kama sanamu hapo na waangalia tu wakiingia. Watoto wa mami wakafanya maombi. Usiku tukiwa tu tunaimba, watoto wa mami hawakulala hiyo boma. Hakukuwa na kulala. Na watu waliamuka, watu wakakuja, watu wa area wote. Na wakanikujia pale nilikuwa nimeketishwa. Kuna jamaa mwingine wa Darama, wa Luanda, alikuja akaniambia mtoto wa mami, wacha kuaibisha mami. Simama utikatike. Nikamwambia mtoto wa mami hata sijajaribu kutembea, labda mnitafutie mti. Mtoto wa mami akanipatia mti. Alienda kakata mti wa shamba yetu tu, akakata mti akanipatia mti. Akaniambia sasa jaribu tu kujikaza kidogo tu kutembea, wacha kuaibisha Mungu wa mami. Nilijikaza watoto wa mami. Nikatembea mpaka wakanitoa nje mpaka kwa gate nikiwa natembea mwenyewe. Wanasema ati msimshikilie. Ule Mungu wa mami mwenye tunaomba, tunataka afanye kazi yake saa hii kwa iboma. Na hakika Mungu wa mami aliaibisha maadui. Hata saa hii venye nimefika hapa kanisani ni nguvu za Mungu wa mami. Kwa sababu sikuweza kutembea kabisa, adui alikuwa amenikalia kabisa. After hapo tukakesha hivyo mpaka asubuhi na mapema. Tukakesha mpaka asubuhi ilipofika ibada ikafanywa. Watoto wa mami wakamaliza.
tukamaliza vizuri. Wale wa mautuma wakatoka wa kwanza juu walikuwa naenda mbali, tukabaki na wale wa Luanda wakafanya maombi kwa boma, tukafaka wa sasa juzi nimesharudi, niko Nairobi, nimefika bado sijaenda kazini. Nikaambiwa niende scanning Mama Lucy juu sasa mguu bado ilikuwa inauma. Kwenda scanning Mama Lucy napimwa hakuna chochote. Na siwezi tembea. Nikakumbuka watoto wa mami waliniambia usiaibishe Mungu wa mami, jaribu kutembea, simama. Watoto wa mami mimi nimekuwa nikitumia fimbo. Lakini leo nilisema hii fimbo siendi nayo mahali. Sitaki kuaibisha Mungu wa mami. Naenda kwa kiwanja na fimbo ambayo yenye sijai kuwa niko nayo. Nilipigia mtoto wa dada yangu simu nikamwambia wewe kuja nyumbani kuja nichukue. Sitaki kuenda na hii fimbo kwa kanisa ya mami. Wacha tu niende venye wewe nishikilie tu. Nikisikia naelemewa ona nishikilia. Ili tu nifike kwa kiwanja. Nirudishie Mungu wa mami shukrani kwa sababu yale nimeona nyumbani. So after scanning, ilikuwa ni Friday, nilienda scanning Mama Lucy, hawakupata chochote kwangu. Naambiwa niko sawa. After kutoka Mama Lucy nimeenda kwa nyumba. Watoto wa mami baridi ilitoka tu huko ikanipiga. Sijui ni baridi ya nini. Nikawa mgonjwa saa hiyo. Nikalala kwa nyumba. Simu haraka kazini. Wewe mimi ni mgonjwa, kujeni mnichukue. Haya, wakanitumanishia gari nikachukuliwa. Yule dereva aliponiangalia natapika, nafanya nini, akasema, akapigiana simu kwa controller akamwambia, huyu jamaa amelemewa sana. Nimpeleke hospitali gani? Ati mlete tu kwa hiyo hospitali yetu hii ya kawaida. Tunakuwa na hospitali huko Mombasa Road. Yenye kampuni wewe inatulipia. So nikapelekwa pale. Na atapika, watoto wa mami naingia kwa hospitali nikitapika, siwezi nikikunywa tu maji natapika. Daktari anajaribu kunipatia maji na kunywa natapika. Daktari akatoa damu. Kwenda kupima. Huyu mtu ni mzima. Mimi si mgonjwa, hakuna kitu yenye wamepata kwangu, lakini kitu yote yenye naeka kwa mdomo natapika. Wakashindwa, sasa hii ni ugonjwa ina gani? Daktari akasema huyu mtu hatuwezi mweka hapa, hatuwezi mpatia matibabu. Labda nimdunge tu dawa ya uchungu. Nikawekewa drip ya uchungu tu. Na nikapatiwa Brufen peke yake. Kaambiwa endo meze hiyo. Hatuwezi kupatia dawa yoyote juu hatuoni kitu yote kwa mwili wako. Na sasa hii anasema hivyo, nimeletewa juice na kunywa na natapika. Kama wanaona. Wanasema sisi hatuoni ugonjwa yote kwako. So mimi nilirudishwa kwa nyumba nikiwa tu bado niko serious hivyo, natapika kwa barabara tu tukienda. Mpaka dereva mwenye ananirudisha kwa nyumba anashindwa sasa. Ananiuliza, sasa wewe unaona nikurudishe hospitali gani? Uende uangaliwe tena. Nikamwambia mimi nirudishe tu kwa nyumba. Sijui ni nini inanifanyikia. Kama nimetoka Mama Lucy sijaambiwa ni nini inanisumbua kwa mguu. Sasa hii nimeenda hospitali hapo Imara Daima. Inaitwa Tender Care. Hawajapata kitu chochote kwangu. Wewe nirudishe tu kwangu kwa nyumba. Mama mimi nimempigia tu simu nimwambia nimeenda kanisa Kawangware. Mimi nikachukua hiyo 500 nikatumia mama, nikamwambia mama, kesho enda kanisa urudishe shukrani. Pia mimi naenda Kawangware naenda kurudisha shukrani. Kwenda kanisa ya mami na roho moja. Tuendelee kushikana kama wa Yerusalemu vile mami wetu alituacha. Watoto wa mami, maombi hapa inafanya kazi. Watoto wa mami, maadui wote wa watoto wa mami wapate kushindwa. Maadui wanaofuata watoto wa mami kwa makazi zao wapate kushindwa. Magonjwa kwa watoto wa mami wapate kushindwa. Wote na David wabarikiwe. Mungu aonekanie watoto wa mami. Mungu awafungulie njia zao. Mungu awafungulie washiriki njia zao.
magonjwa kwetu itoke, ajali kwetu itoke, ajali kwetu itoke, kifo kwetu itoke. Watoto wa mami, wacha Mungu wa mami azidi kutuongoza, azidi kutuonekania. Kule alitutoa ni mbali, kila mtu ako na historia yake na kanisa ya Yerusalemu, na ndio maana sitawacha Mungu huyu wa Yerusalemu. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayosoma imani yangu. Bwana Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe mami. Wazee Bwana Yesu asifiwe. Wazee uko nyuma Bwana Yesu asifiwe. Nimwambie ni mwezi ile mami alikuwa tuambia ni mwezi ya Herode. Mkiangalia magari zinaua watu. Mkiangalia iko hii mwezi kwa miaka imeisha hii. Mnakuwa tunapoteza mshiriki, mnakuwa tunapoteza mtoto. Amoni hiyo shawami. Sasa kisirani ndio nimekuja imeingia kwa baba ya mtoto wa mimi babake. Tena kisirani ndio imekuja kwa mtoto wetu. Ni mwezi tu wa 8. Na tuwezi funga na hii magonjwa. Lazima magonjwa tegemee fanye shinde. Magonjwa sawa. Kenya magonjwa hapo sawa. Chama jini. Mungu amini. Hii mwezi tufunge na sisi. Hii mwezi tunatoa shiriki. Wanataka tufunge na makaburi kwa Yerusalemu yetu. Sasa kwenda. Mungu ametusaidie. Mungu ni njoo chomi. Tunataka kimbia iende. Huyo ndugu yake kwa wapi? Mmoja atajitayarisha atamwombea. Wewe unakimbia pale. Naomba mzee mmoja simame mwenye tumuombea. Hiyo sani ya mashamba, hiyo magonjwa uombe tusome kwa hizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Adui wa mami washindwe. Adui wa Yerusalemu washindwe. Adui ya kuleta kisirani kwa kanisa ishindwe. Tunaomba. Baba Mungu wetu uliye mbinguni, ona mtoto wetu wa mami hapa amelemewa na ugonjwa, lakini kwa uwezo wako tuna imani Baba atapona. Atapona, kisirani ya shamba iende. Maadui wa mtoto na shamba ishindwe. Mwenye kutumia makini ashindwe. Kwa makini mrudie. Umaisha mwenyewe. Baba, tunakulilia. Sisi hatuna chochote. Wewe ndio tegemeo letu. Wewe ndio ngao yetu na mwalimu wetu. Hatuna chochote tunaweza kufanya bila wewe. Lolote tunafanya kwa ajili ya uwezo wako na ulinzi wako. Mungu, ona huyu mtoto wako wa mami ambao amelemewa na ugonjwa, lakini kwa imani amekanyaga hapa katika madhabahu ya mami. Tuna imani hii magonjwa iende. Magonjwa ya kufanya asitembee ishindwe. Mwenye kumtumia makini ashindwe. Hiyo makini mrudie mwenyewe. Sikia kilio chetu. Tunakulilia vile mwambia alituacha na kanisa. Akatuachia upendo na umoja. Hapo ndio yetu tunazingatia. Tuna imani Baba, maombi yetu utatuleti down. Utatuelekesha na mtoto wetu apone. Itakuwa ni furaha na shangwe wakati ambao tutaona next week ametuembea mwenyewe. Na imani Baba, machache nimeomba umeyapokea. Na yale si kuweza kuomba utatuombea.
Nimeomba haya machache nikiamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Tembea kwa uponyaji wa maji, Mungu wa mabele, tembea. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na wai, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nashukuru Mungu wami. Wakati mwingine wacha tuanze mahubiri. Sitawachosha watoto wami, lakini mwezi hatuwezi kubali funge na watoto wami. Hii mwezi tunaikemea apate kushinda katika jina la Baba kwanza. Nilikuwa naomba tukianza mkutano, hiyo tunaanzisha mkutano, baba zetu, watoto wetu, tunaanzisha mkutano, tuwe na nguvu ya kuanzisha mkutano. Tusije kama tumejikunja roho. Tafadhali, kama nikukemea shetani, tunasema shetani hishwa. Kwa kama magonjwa hishwa. Wakapura mtane Yesu toa. Wasio wamekuja kama umejaza na Roho Mtakatifu. Maana Yerusalemu tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipige kama tuko walegevu. Ukikuja ukiwa mlegevu, hata yule mwenye mgonjwa atalegea zaidi. Ndio maana kwa nini anakuja hapa? Akikuja tu anaekelea wimbo. Unasikia ameniguza Yesu, ameniguza Yesu. Fungua kitabu chako cha Kutoka sura 33, tutaanzia hapo. Leo ujumbe wangu wa Shoami ni kuwa unyenyekee ili Mungu aweze kukuinua viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekee ndio Mungu afanye nini? Akuinue. Manake tumekuwa watu wengi tunashindwa kunyenyekea. Sisi watoto wa Mungu wakati mwingine tunajiinua sana. Poko unapata unajipiga kifua. Unasema kama sio mimi. Ambia mwenzako kama sio mimi. Kitu fulani ingefanyika. Yaani umemweka Mungu kando, unasema wewe umefanya nini?
wewe unaweza fanya hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nimekuja kukuambia ukinyenyekea na ushuke chini, ndiye Mungu ndiye atakuinua. Lazima tujifunze kwa nini? Kunyenyekea. Leo tumefungua kitabu cha Kutoka 33 kuanzia mstari wa kwanza. Leo tunatembea katika kitabu cha Kutoka. Nataka ushike hii mahubiri vizuri ili ujue uko unanyenyekea wapi. Maana kuna watu tunaahidiwa baraka mingi, lakini juu tumeshindwa kunyenyekea, watoto wa baraka zinafanya nini? Zinapotea. Lakini leo nimekuja kuambia fanya nini? Nyenyekea kwa madhabahu ya mami, nyenyekea kwa maombi ya mami, na Mungu anafanya nini? Atakuinua. Amen. Soma mstari. Bwana asifiwe. Kwa maana nitaanza kusoma. Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni, katokeni hapa, wewe na hao watu uliowaleta wakwe kutoka nchi ya Misri. Waende nchi hiyo niliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipiga kizazi chako nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuongeze sauti kwa hizo microphone wa choami. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Musa, ni Mungu anamuongelea. Anaambia jinsi ambavyo nilikuwa nimeahidi baba zenu kwenda nchi ya gani? Nchi ya ahadi. Sasa Musa akiwa mtoto mdogo, Mungu anaweza kumficha. Akijua iko wakati mmoja, Mungu anafanya nini? Atamtumikia. Hata wewe Mungu anaweza kuficha. Huko nje ulihangaika. Huko nje ukalemewa na magonjwa. Mungu anaweza kukuficha tu. Akasema lazima ufike Kawangwani. Ulipofika hapa Yerusalemu, magonjwa nilifanya nini? Iliondoka. Kiziaka wewe nini? Ikaondoka. Huyu Musa Mungu alimficha. Na ndio wenye leo tunachoamini. Tumefika huu wakati. Tumefika mwezi wa 8. Leo ni siku ya mwisho wa mwezi wa 8 ambao tumefika. Ni maombi ya maneno yetuficha. Ni Mungu anayetuficha. Roho Mtakatifu akiwa kwako, Mungu anayetuficha. Musa wakati alikuwa mtoto, Mungu alimficha. Akazidi kukua, akakua. Wakati alipofika umri ya utu uzima, sasa Mungu akamwambia, sasa wewe utachukua sasa Israeli. Watu uwapeleke katika nchi ya ahadi, ile ambayo nilikuwa nimeahidi baba zako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa huyu Musa washtawaamini, ilifika mahali Musa walikuwa wanaongea na Mungu kama ndugu na ndugu. Jinsi ambavyo tunafanya tu mchezo hapa. Kuna mchezo mwingine tunapenda kufanya saa zingine pale, mchezo wa mpira. Nasikia wewe ni wa Chelsea, wewe ni wa Manchester. Hiyo mchezo tu. Sasa Musa alikuwa katika harakati. Yeye ni mtu sasa, wakiongea na Mungu, akiita Mungu, Mungu anasikia. Wanaongea na yeye. Mungu anamtokea. Mungu anamjibu. Musa akazoea. Ikawa nini? Mazoea. Sema mazoea. Sema mazoea. Sasa wakati Musa alizidi kuzoea ile sauti ya Mungu na wakawa na Mungu, Musa aliona tu kila kitu ni sawa. Na Musa akaanza kuambia Mungu vitu zingine zilikuwa zinafanya nini? Zilikuwa zinamkwaza Mungu. Na ili Musa kilichokifanya Musa akose kufika nchi ya ahadi, nitakusomea tu hapa sayo tutoami. Ndio nimekuja kukuambia tutoami. Unaweza ukaahidiwa lakini ukaiona na macho na ukapata kufanya nini? Kuikula. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumeahidiwa. Hata wewe mtoto wa Mungu unaahidiwa. Shamba unaahidiwa. Gari unaahidiwa. Kupata mtoto unaahidiwa. Lakini mtoto wa Mungu anataka kufanya nini? Kunyenyekea. Mtoto wa Mungu anakuambia leo, nyenyekea ili upate hiyo gari. Nyenyekea ili upate hiyo shamba. Nyenyekea ili baraka yako ikujie. Bwana Yesu asifiwe. Tukuwe na moyo wa kunyenyekea. Maana Musa angenyenyekea, angeliona ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Angeliona nini? Angeliona ile nchi. Lakini kwa sababu Musa hakunyenyekea na kaona Mungu tu ni kawaida. Ni kawaida. Lakini mtoto wa mimi, usipokijua, usiponyenyekea, wewe unajiinua. Na Mungu hawezi kaa mahali kama hapo. Mungu hawezi kaa mahali kama hapo. Lazima tujifunze kunyenyekea. Hata ukipandishwa cheo,
Unapata mwingine unaringa. Unatoka kwa broti, umevaa ndio kofia gani ya mami. Nasema mimi hao sitaki kuongea nao. Hawa wataongea nao nini? Mimi nishapandishwa cheo. Sasa wewe mwenyewe umejiinua sasa. Hata wale wenzako kazini unataka kuwaona. Unapita ukipita tu sasa mtoto anamenyenyekea. Tukinyenyekea na Mungu atatuinua. Tukinyenyekea Yerusalemu tunaenda mbele. Tukinyenyekea tunakuinuliwa. Ambia mwenzako hebu nyenyekea leo. Mwambie nyenyekea kwa hiyo maombi ya Yerusalemu. Unapata ushami. Hii kunyenyekea ni kitu kidogo. Kitu kidogo sana. Unashuka tu chini, unanyenyekea. Hebu angalia mami. Mami si tumemwambia kuwa na gari. Si tumemwambia kuwa na viwanja. Lakini mami alikuwa anafika hapa mbele. Anaweza kujenga. Anakujenga vizuri mpaka mtoto wangu kitoka hapa. Yeye unasikia uko sawa. Si ni kweli ushauri? Kama ulikuwa na njaa, mami alikuwa anakuambia enda nunua box. Hiyo box wewe pia weke ndani chumvi unaweka hapo kwa uingie nayo kwa nyumba. Anakuambia uingie kwa nyumba, useme pia wewe leo umefanya nini? Unaingia na shopping. Si ni kweli ushauri? Sasa angalia mami wetu, nataka nimwambie kitu moja. Mami wetu kitaka kujua, si tumwambia alikuwa ni maskini. Si tumwambia alikuwa na Roho Mtakatifu. Si tumwambia Mungu alikuwa anamtumikia. Mami angekuja hapa kwa kiwanja, ungepata kiatu moja ni blue, kiatu kingine ni white. Unajiuliza bwana, mami hii leo imekuja aje? Kumbe mami anakonfuse hata leo shetani wako anafanya nini? Amekonfuse. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kinamwambia alikuwa anakonfuse shetani. Kama mami angetaka kuvaa vizuri, watu mami angeshinda kuvaa vizuri. Mami angeshinda kujaza polisi hapa kuja kama bodyguard. Mami angekuja kama bodyguard. Aseme leo wakiambia mtaniguza. Leo mtakana nini? Hamtaniguza. Lakini angalia mavazi yako kama ya mami. Kofia yako kama ya mami. Kiatu yako kama ya mami. Tukienda safari, mami ajiinui, mami ananyenyekea. Mtoto wa mami anakuja kukuambia, nyenyekea kama mama yako ambaye anaitwa mami. Saa zingine wanashikwa na huzuni. Nikisimama hapa wanashikwa na huzuni, lakini kwa yote acha kuachia Mungu atuame. Tuamini kuambia tu kunyenyekea ni kitu kizuri. Maana kuna wakati mmoja, acha nitoka shukrani tangu kidogo tu. Kuna wakati mmoja nilikuwa niende kazi Eritrea. Nikaambia mami, kazi imepatikana. Na ndio hii mami, ulisema nitapata kazi. Ndio hii. Sasa hii inafanya mami nataka niwache niende kwa ile pesa mingi. Mnajua mshahara ilikuwa pesa ngapi? Mshahara ilikuwa 350,000. Na pia mami, hii mshahara ni 350,000. Na kampuni zinanipigania ngapi? 2. Kuna kampuni ya Mwarabu na kampuni ya Muhindi. Sasa inasema 350,000 na huyu mwingine anasema 370. Naambia mami, sasa mami hapa kuna 370 na hapa kuna 350. Sasa mami, wewe mami piga kama goti, omba tu sema kia 350 aliyo 370 ndio ikuje. Mnasikia shwari? Nimeshinda kufanya nini? Kunyenyekea. Mami ananiambia, mtoto wangu, fanya hivi. Sasa ni saa 5 usiku. Nataka utoke hapa. Kesho asubuhi uende kwa ile kazi nilikupatia. Sasa najiuliza, mimi kweli niende kwa ile kazi mimi amenipatia. Kazi ya 25. Niende kwa ile kazi na kuna maelfu wa choo na mimi. Kuna kupanda nini? Ndege. Watu wengine rudi pale tu chini. Sina mwanisa anasema nini? Nikakuja nikaambia baba, daddy, mimi nimesema hiyo kazi nisiende. Wewe unaweza enda kwa Tuesday uongee na yeye umconvince. Baba kaniambia wewe unataka kuleka kwa moto. Sasa mimi nilishinda kunyenyekea hiyo wakati. Nilishinda kufanya nini? Kunyenyekea. Maana yake niliona pesa mingi.
Wewe uko na macho ya mwanadamu, una pesa mingi, lakini mami alikuwa na macho ya kiroho. Ni Mungu alikuwa anamtumikia. Sasa acha nikuambie, mimi kwenda hiyo Jumatatu, hii kampuni inanipigania, hii inanipigania. Sasa nikawaambia, sasa fanyeni hivi. Nyinyi ongezeni kitu kidogo. Mimi napiga bagini huko, ongeza kitu kidogo, nyinyi muongeze kitu kidogo. Mnaona sasa mnaona mchezo? Hao kaongeza ikafika 400. Hao kaongeza 10 ikafika wala kulifanya ikafika 400. Hao kulisema tuongeza 10. Ikafika 380. Sasa nikarudi kwa gate. On Thursday, mimi ndio huyo. Nimejitakasa, Mungu ame. Fungua njia. Mungu anani. Sasa hii kazi imeingia. Nikipata tu kazi Mungu. Mimi niko mbele. Kaingia kwa gate. Ni nani? Mtoto wa Mzaire. Ingia. Kuingia ushauri. Kufika. Mimi kanambia kichwa kwanza ulienda kazi. Ngoma mimi nilienda kazi mami. Kama ulienda kazi, hiyo kazi ndio nataka ukae kwa hiyo kazi. Sasa sijamwambia nataka kuenda ile kazi nyingine. Lakini ananiambia kaa kwa hiyo kazi. Akaniambia neno moja, nyenyekea. Unafanya nini? Hata kuinua. Watu wa mimi, hii jina Mzaire kuitwa. Niliitwa kwa ile kona pale. Maana kuna wakati mvua inyesha mingi. Kukawa mashindano zimekuja hapa, takataka mingi, kila kitu. Mimi nikaacha shule, nikakuja hapa. Tuko nafieka hii kiwanja, tunaokota makaratasi na nini. Pale watu wa mami alikuwa amesimama pale kwa yeye. Akasema, Mzaire. Nikajiuliza jina Mzaire ni nani anaitwa? Mimi nikakuja. Sasa jina Mzaire ilianzia hapo. Na hiyo siku mtoto wa mami, wacha nikuambie jina Mzaire iliambiwa ni nini. Hiyo siku watu wa mami, mimi niambia wewe nimekuita jina ya taifa. Wewe ni taifa. Na wewe upende sipende, hiyo siku utabeba nini? Taifa. Mimi ninaitwa Mzaire. Mimi nashindwa kuitwa Mzaire. Lakini Mzaire nishindwa ni jina gani? Kumbe ni jina nini? Ya taifa. So mimi kwa anakuita jina na kisababu yake. So hivyo ndio niambia. Na niambia mtu mimi nyenyekea, utapanda cheo kutoka chini, ukienda. Watu wa mimi nimepanda macheo, nikapanda mpaka nimefika. Bwana asifiwe. Kuna wakati mmoja nilifanya kazi State House. Hapo State House unapata mtu ni Mbili Kimo. Kijana mdogo hivi, Mbili Kimo, Mtanzania. Usipomheshimu tena nakwambia mtoto wa mami, upende usipende utarudi nje. Ulikuwa unaambiwa uweze vaa kinyasa ndani na uvae longi ndio upite. Ulikuwa unapigwa search kuanzia kwa mguu hadi wapi? Kila mahali. Na lakini tutaonekana kunyenyekea. Hii mambo ya kunyenyekea. Ukiona hata mshambolo fanya nini? Mheshimu. Anakuambia kitu na unyenyekee. Hilo ndio venye Mungu atakutumikia mtu wote, na ukinyenyekea na ukijana barikiwa. Tuendelee tusome. Je, kutoka tu bado tusome. Mstari wa 20 na mlango wa 32 mstari wa 20 na 31. Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu. Wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusi katika kitabu chako nilichoandika. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia sasa Musa anatishia Mungu. Mnaelewa kitabu ile inasema? Wewe nyumbani usome kitabu vizuri. Musa sasa anatishia nani? Mungu. Maana yake sasa ni mazoea. Unaona? Anasema usipowasamea watu, basi unavuta kwa kitabu cha nini? Kwa kitabu cha uzima. Hivyo ndivyo ambavyo leo tushaamini wewe. Unaomba Mungu, unaambia Mungu, mashida zimenipiga, mashida zimenikalia. Usiponisaidia basi niue. Hivyo ndio unafanya, unatishia nani? Unatishia Mungu. Ambia mtu, Mungu si rika yako. Mungu si. Ambia Mungu si rika yako. Ambia Mungu si kutishia. Maana Musa angenyenyekea, Musa angeenda angechukua na Israeli afanye nini? Awapeleka katika ile nchi hadi. Lakini Mungu anaona mimi mmekaa jangwani. Nimekutembeza huko.
Lakini tena unakuja unaniambia hivi. Ndio Mungu alikuwa anafanya, lakini akijua baadaye hapo mbeleni au utafika ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi leo nimekuja kuambia mtoto wa mimi, usikubali kuahidiwa au kubali kuona baraka zako pale na ukose kufikia. Kwa sababu hicho kitu kimoja. Nyenyekea mtoto wa mami. Unaponyenyekea, hiyo baraka unapata. Unaponyenyekea, ndoa unapata. Unaponyenyekea, kazi unapata. So mami, tujifunze kunyenyekea. Tukinyenyekea kwa Mungu wa mimi, hakuna kitu kitatushinda hapa Yerusalemu. Hakuna kitu kitatushinda. Hata ukijenga hii kanisa, nyenyekea tu, sema Mungu wa mimi, hapa leo nataka nijenge kanisa. Leo ni chuma, next week nataka iwe kolon. Bwana Yesu asifiwe. Na unapojenga kanisa la Bwana, hapo pia mavuno yako yanatoka. Milango zako zinafunguka. Nyenyekea Yesu akuinue. Nyenyekea Yesu akuinue.
tunaingia mwezi mpya kesho. Lazima tuingie ukitembea. Magonjwa yakiwa chini, hali ikiwa chini, soko ikiwa chini, lazima tuingie ukitembea. Bwana Yesu asifiwe. Hapo turudi nyuma. Hii mwezi naangaisha kwa kanisa ingine. Nasoma. Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa, ikiwa utawasamea dhambi yao, na kama sivyo, unifute na kusii katika kitabu chako ulichoandika. Bwana bariki maandiko. Bwana, leo tumejifunza hakuna, lazima tunyenyekee kwanza, na usikuwe mtu wa kuwa na kiburi. Si kweli watoto wami? Vile tu mama ametufundisha tutembee hivyo kwa hizo nyayo zake. Ndio Musa alifanya kazi ya Mungu vizuri, lakini ilifika mahali kidogo alifanya nini? Alikuwa na kasoro kidogo. Mimi nilipata watoto wami. Sasa sisi hatutaki kuona baraka zetu ziko pale. Yaani tuone tu kanyama kako pale. Kale kanyama kamekarangwa vizuri. Sisi tunakaona tunameza tu mate, lakini hatuwezi ingia. Hatuwezi kula. Unataka tufike hapo Yerusalemu? Wazee tufikie hapo. Sasa ndio sisi wote tuingie kule kwa nchi iliyo nzuri. Sisi wote tunyenyekee, tushuke chini ili tuwe kufanya nini? Kuvuna kwenye nchi. Sio tufuate ile injili ya mami. Na Mungu atubariki, yote tuachia Mungu. Tuachia nani? Tuachia Mungu. Jumapili ijayo tutaiendeleza, tutazama kwa Nikodemu. Tutajua kwa nini Nikodemu pia naye alinyenyekea. Na Mungu alimfanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako, anza piga magoti tuweze na leo Moses atatufungia kwa maombi ya toba. Bwana asifiwe watoto wa mami. Ile kisirani ilikuwa iende. Naomba leo msaire ufunge, tuweke kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tujitakasa watoto wa mimi tukiimba wimbo. Chako tuba tunakuinua. Mungu wa amini, inuliwa kwenye hii madhabahu. Mungu wa Shadraka, inuliwa kwenye hii madhabahu. Wewe ndio umetuma mami.
Ukaacha Baba kama ameinua watoto wako ushoamini. Ukaacha Baba kama ameokoa mioyo za wanadamu tena ushoamini. Shuka siku zote zikurudie. Tunashuka chini Baba uinuliwe. Baba kuangalia kwezo kutembea kwetu, kuna wengine wanatamani kutembea, kuna wengine wanatamani kuona Baba, lakini sisi umetupa miguu, umetupa macho, masikio ya kuweza kuona Baba. Tunasema ni asante Baba. Inua kwenye jamii zetu, inua kwenye nyumba zetu Baba. Tunakuja Baba tukinatoa kilio mbele yako Mungu wa Shadraka, utuongoze, utulinde Baba. Tunakemea maadui zetu wa kutuangama usiku na mchana wapate kushindwa, kushindwa Baba. Kutufungia kwa mambo ya shamba ili Baba yetu kuona mambo na mashamba. Mtu anamwambia amekuja kwa mbele zako Baba, mambo ya shamba yanamsumbua Baba, mpaka anafanya wewe tembea, wakufanya wewe Yesu toa hii mwezi ya Nairobi washoa watu, lakini sisi umetuheshimisha Baba. Tukubebe nini Mungu, ametukubebe nini ila tunashuka chini funga zikurudie. Tunakemea hii mwezi kutuweka kwa mwezi toa, tunakemea toa, tunakemea mwezi wa kidogo toa, tunaomba mwezi wa kidogo toa, tunaomba toa, tunaomba mwezi toa, imani yako toa, imani kwenda Mungu Baba, Mungu wa mami. Mtoto wa mnabii ni mnabii. Moses ni mtoto wako. Tunajua yeye ni mnabii. Tunajua David ni mnabii. Baba, tunajua wapigania. Tunajua maadui zao kuwaangusha. Tunajua wanaume washindwe. Mungu anawapigania. Baba, wale ni watoto yatima. Baba, lazima ni Mungu wa yatima. Wafunge kamba Baba, sisi tukiwa kama tuko hapo, lakini wewe unasema tuwani nao wake kwao Baba. Inuka Mungu wa amini, usilale Mungu wa amini. Tunajua unasikia Mungu wa amini. Maadui wa washiriki, magonjwa kwa washiriki, tunaendelea toa Shetani kwenda, shetani sio utaweta hapo. Tunataka ukashindwa. Tunataka mwezi mwingine. Hatukubali kifo cha Yerusalemu. Kita kusukumiwa Yesu toa. Kita kusukumiwa Yesu toa. Kusukumiwa Yesu toa. Toa toa. Toa vijana toa. Toa vijana toa. Toa mama toa. Toa nyumba ya mama toa. Toa. Tuko kwa nchi yetu. Tuko kwenye hospitali. Tunatembea kisani kwa nchi yetu Yesu toa. Tuko toa. Tunani kwenda. Mungu anakupa simama kwa madhabahu yako. Utusamehe dhambi zetu. Baba, tunapokuja kwa kuhubiri neno lako, utufunike tuna neema yako. Utufunike Mungu wangu. Kama tunakosea tusamehe. Lakini ulisema tutembee kwa nyayo zako. Tunatembea injili ya endelee. Tunatembea injili ya Yesu Kristo iendelee. Baba, Peter akatembea kwenye maji. Alipoangalia kando aliweza kuzama. Sisi tutakuangalia Mungu wa mami ili tusizame. Tunakuangalia tusizame. Ili kwa shida zao zisizamishe. Tunakuangalia Mungu ambaye tuinue. Utuokoe maana unaweza. Mungu amia tuombe tuombee. Mungu wewe kwa utukufu. Mungu anakupitia katika jina la Yesu Kristo. Asante. Haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya Baba. Nasimama mbele yako wewe mkononi wako wewe. Wewe unasema mtakatifu kiburi Mungu alikuwa naye. Ukasema mtakatifu Mungu mwanamke. Takatifu Mungu wewe ndiye kwao. Thank you.
Baba. Tusikie Baba. Tusikie Baba. Tusaidie Baba, tuingia na wewe, tunatoka na wewe, na kama umepigwa tusaidie Baba, nianza na wewe, kanisa na wewe, tukiwa mzungumza, tutapata tutapatike, kila mmoja anapata watu, tunaelewa pale, tunaelewa wao, kama mafanikio mafanikio, kama tumesema, naomba nikiamini kwa jina la Bwana Yesu Kristo Mungu.